Karibu sana mtazamaji wa Zone Media, naitwa Victor Moshi na leo hii nakuletea taarifa ambayo inawahusu Wahouthi kutoka pale nchini Yemen. Ni kwa jinsi gani ambavyo wamekuwa ni tishio kwa Israel, lakini vile vile ni tishio zima kwa Mashariki ya Kati kutokana na ufanisi wao mkubwa wa kuweza kurusha makombora ambayo yamekuwa na mlengo sahihi katika maeneo ambayo yamekuwa yakishambulia, ukiwemo uwanja wa ndege wa Ben Gurion katika mji wa Tel Aviv nchini Israel. Sasa nakuletea silaha hatari za Wahouthi uweze kuzifahamu mtazamaji, na kwa nini wamekuwa na tishio kubwa kwa nchi ya Israel. Namba moja ni uwepo wa makombora ya masafa marefu, ballistic missiles. Wahouthi wamepata umaarufu mkubwa kutokana na matumizi ya makombora ya masafa marefu yanayoweza kushambulia hadi ndani ya miji mikuu za nchi za Ghuba. Mojawapo ya makombora hayo ni Bukan 2H ambalo linafanana na kombora la Scud-B la Kisoviet, lakini limeboreshwa na kuongezewa uwezo wa kufika hadi kilomita 800. Kombora hili liliwashangaza wengi mwaka 2017 baada ya kufyatuliwa kuelekea uwanja wa ndege wa Riyadh. Kuna ushahidi unaoonyesha kuwa Irani ilihusika katika uboreshaji wake wa kiufundi. Aidha, Wahouthi pia hutumia makombora aina ya Qaher-1 na Qaher-M2 ambayo yalibadilishwa kutoka kwa makombora ya zamani ya anga na kutumiwa dhidi ya malengo ya ardhini. Pia makombora ya Badr 1 na toleo jipya la Badr F yanaonyesha maendeleo ya kiteknolojia, likiwa na uwezo wa kuongozwa na GPS na kulenga kwa usahihi mkubwa hadi ndani ya mita 3 kutoka kwenye lengo. Hapa kuna baadhi ya makombora ambayo Wahouthi pale nchini Yemen wanayamiliki, na makombora haya ni ballistic missile, yakiwemo pia makombora kama Qaher-M2, Qaher-1, lakini vile vile kuna kombora la Bukan, vile vile kuna kombora la Badri. Yote hayo ni makombora ambayo Wahouthi pale nchini Yemen wanayamiliki na yameonekana kuwa tishio zaidi kwa upande wao. Ni moja kati ya silaha zao muhimu zaidi za kimashambulizi ambazo wamekuwa wakizitumia endapo tu kuna mapigano kati ya wao na maadui zao. Kwa hiyo Wahouthi, hiki ni kitu ambacho kinawafanya wao kuwa tishio zaidi kwa Israel, lakini vile vile tishio kwa nchi zingine. Na hiki kitu ambacho Wahouthi pale nchini Yemen wana kifanya ni kwamba makombora haya, japo wamekuwa kitumia makombora mengine, lakini haya ni makombora yao makubwa kabisa na silaha zao au nyenzo zao muhimu za kujilinda. Lakini upande wa pili kuna drones za kijeshi. Mbinu nyingine kubwa ya kivita ya Wahouthi ni matumizi ya drones, hasa zile zinazojitoa mhanga, yani kamikaze drones. Drone kama Qasef 1 na Qasef 2K zimekuwa ni tishio kwa vikosi vya adui, zikitumika kushambulia maeneo ya kijeshi, rada na vituo vya ndege. Qasef 2K ina uwezo wa kushambulia kutoka juu na kutumia sensa za infrared, jambo linalofanya kuwa silaha ya kisasa na yenye athari kubwa. Aidha, kuna droni za Samad series, hasa Samad 3, ambazo zimeonyeshwa kuwa na uwezo wa kuruka umbali wa zaidi wa kilomita 1500. Drone hizi zilitumika katika shambulio kubwa dhidi ya miundombinu ya mafuta ya Saudi Aramco mwaka 2019, tukio lililoyumbisha soko la mafuta duniani. Wahouthi pia wameanzisha droni mpya kama Waed 1 na Waed 2 zenye uwezo wa kuchukua picha za kiintelijensia na kurusha makombora madogo kwa usahihi. Kwa hiyo pia Wahouthi kwenye upande wa droni wamejiimarisha kweli na wako vizuri. Lakini vile vile namba 3 ni silaha za baharini. Wahouthi hawajabaki nyuma katika vita vya baharini. Wametengeneza boti ndogo za kujitoa mhanga ambazo huendeshwa kwa kasi kubwa kuelekea kwenye meli za adui na kulipua kwa nguvu ya ajabu. Boti hizi hutegemea mfumo wa GPS na huonekana kama boti za kawaida hadi zinapokaribia shabaha. Pia hutumia naval mines au minyoo ya baharini ambayo huwekwa kimya kwenye njia za meli. Minyoo hii hutumika kulenga meli za kijeshi na mafuta, hasa kwenye eneo la bahari ya Sham ambako usalama wa meli ni umuhimu kimataifa. Njia hizi zisizo za kawaida zimekuwa changamoto kubwa kwa vyombo vya ulinzi wa majini. Pia Wahouthi wana mbinu nyeti kabisa, silaha za baharini ambazo
huwa wanazitumia kwa kutumia boti ambazo mara nyingi ni boti za kujitoa muhanga za kuweza kufanya mashambulizi kwa adui ambaye anakatiza katika njia zao za bahari. Na mara nyingi huwa wanatumia bahari ya Sham, bahari nyekundu au Red Sea, na wamekuwa wakishambulia meli kadha wa kadha. Tuliona meli za Uingereza zikishambuliwa, meli za Israel, lakini vile vile meli za Kimarekani zilikuwa zikishambuliwa na Wahouthi kwa kutumia silaha hizi ambazo hutumika kufanya mashambulizi baharini. Lakini namba 4 ni makombora ya kupambana na ndege. Katika kukabiliana na mashambulizi ya anga kutoka kwa Saudi Arabia na UAE, Wahouthi wamejizatiti kwa kutumia silaha za kupambana na ndege zinazoitwa manpads. Sasa kipindi kile ambacho walikuwa wakipambana na Saudi Arabia, Wahouthi wakatengeneza au wakazindua makombora ya kuweza kupambana na ndege. Lakini hadi sasa hivi makombora hayo wameyaweka kwenye store yao, na endapo tu basi kutakuwa kuna namna moja ama nyingine ya kuweza kupambana na ndege za kivita, basi wanaweza wakayatumia. Na hata Israel katika mashambulizi ambayo wamekuwa wakiyafanya kwenda kwa Wahouthi nchini Yemen, mara kadhaa wamekuwa wakitumia hizi manpads kwa ajili ya kuweza kupambana na makombora ambayo yanatoka Israel. Na mara nyingine wamekuwa wakifanikiwa kuyadungua, lakini mara nyingine yamekuwa hayafanyi kazi kuweza kudungua ule mlengo ambao unakuwa umelengwa. Hizi manpads zina uwezo wa kutambua joto la injini ya ndege na kufyatuliwa kwa bega. Wahouthi wanadaiwa kumiliki silaha aina ya Fateh 1 ambayo ni ya kutengenezwa kwa usaidizi wa Irani. Pia kuna ripoti za kuwepo kwa Igla S, silaha asili ya Kisoviet ambayo inatumiwa dhidi ya helikopta na drones za adui. Uwepo wa silaha hizi ndogo lakini zenye uwezo mkubwa wa kuharibu unafanya Wahouthi wawe na ulinzi dhidi ya mashambulizi ya angani. Namba 5 ni teknolojia ya vita ya kielektroniki, electronic warfare. Wahouthi wamejipatia sifa kwa kutumia teknolojia za kisasa za kielektroniki kama GPS, spoofing na signal jamming. Teknolojia ya GPS spoofing huwasaidia Wahouthi kupotosha mifumo ya usambazaji ya drones au makombora ya adui, huku signal jamming hutumika kukatiza mawasiliano kati ya vikosi vya kijeshi vya adui au kati ya drones na kitengo chake cha uongozi. Mbinu hizi zimeathiri vibaya uwezo wa vikosi vya maadui zake kama vile hapo nyuma Saudi Arabia na washirika wao kufanya mashambulizi ya uhakika. Inasemekana kuwa teknolojia hizi zinasaidiwa moja kwa moja na wataalamu kutoka Irani au Hezbollah. Namba 6 ni mitambo ya uchimbaji na mahandaki. Moja ya mbinu kubwa inayowapa faida Wahouthi ni mifumo ya mahandaki na magala ya chini ya ardhi. Katika milima ya Saada na maeneo ya kijangwa, Wahouthi wamejenga mahandaki makubwa yenye uwezo wa kuhifadhi silaha nzito kama makombora na drones, huku yakifichwa dhidi ya mashambulizi ya anga. Hii ni mbinu waliojifunza kutoka kwa Hezbollah na Hamas ambayo huwapa uwezo wa kushambulia na kisha kufichika haraka katika mitandao ya ardhini isiyotambulika kwa rada. Mara nyingi silaha hizi huzungushwa kutoka eneo moja kwenda nyingine kwa kutumia magari na misaada au maroli ya kiraia ili kukwepa mashaka. Kwa hiyo Wahouthi pia nao pale nchini Yemen wameweza kujenga mahandaki ya kutosha kwa ajili ya kuweza kujihami na maadui, lakini vile vile kuweza kuhifadhi silaha zao nzito ambazo ni kwa ajili ya mapambano. Namba 7 ni mabomu ya kutegwa. Mbali na silaha nzito, Wahouthi hutumia mabomu ya kutegwa ardhini yanayojulikana kama IEDs. Mabomu haya hutengenezwa kwa vifaa vya kawaida na huwekwa kwenye barabara, majengo au hata magari yaliyotelekezwa. Baadhi yao huendeshwa kwa kutumia simu za mkononi kwa njia za kielektroniki. Mabomu haya yamekuwa chanzo kikubwa cha majeraha na vifo vya wanajeshi wa adui, hasa wakati wa misafara ya kijeshi inayopita maeneo yaliyokaliwa na Wahouthi. Na silaha hizi si rahisi kujua, lakini zina madhara makubwa sana. Kwa hiyo Wahouthi pia wana mabomu ya kutegwa ambayo huwa wanayatumia kwa ajili ya kuweza kutega maadui zao. Lakini namba 8, silaha ambazo Wahouthi zimekuwa ni tishio zaidi kwa Israel ni mitandao ya kijasusi na udukuzi. Wahouthi pia wana mitandao ya kijasusi ya ndani na nje ya Yemen, ikiwa ni pamoja na watu waliopenya kwenye vikosi vya adui au taasisi za serikali. Wamekuwa wakitumia mbinu za kijasusi kukusanya taarifa
nyeti kuhusu mipango ya kijeshi ya maadui zao na pia kufanya udukuzi au hacking wa mitandao ya kijeshi, simu na mitambo ya GPS. Hii inaonyesha kuwa mapambano ya Wahuthi si ya vita vya bunduki tu, bali pia ni vita vya akili na teknolojia. Lakini vile vile katika haya yote ambayo Wahuthi wanayafanya, ni nguvu kubwa ambayo wamepewa na Irani na bado wanaendelea kupewa tena siku hadi siku. Kwa hiyo kitu ambacho kinafanyika pale nchini Yemen, Wahuthi wamekuwa wakipokea msaada wa karibu kabisa kutoka katika nchi ya Irani ili kuweza kupambana na Israel, vile vile hata na maadui zake wengine katika nyakati za nyuma. Kwa hiyo kwa hivi sasa mashambulizi yote ambayo yamekuwa yakiendelea katika ardhi ya Israel kutokea nchini Yemen, basi silaha hizi 8 zilizojificha za Wahuthi ndizo ambazo zinawafanya wao kuweza kuwa na kiburi cha hali ya juu cha kupambana na Israel, lakini vile vile kuwa tishio kwa Israel, viongozi wake kuanzia waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kuja kwa waziri wa ulinzi Israel Katz, mkuu wa majeshi Eiza Mil, lakini vile vile pamoja na viongozi wengine wote wa Israel na raia wa Israel kuwaogopa Wahuthi. Sasa mtazamaji, tufuatilie Zone Media hapa kila siku kwa subscribe channel yetu, lakini kulike video zetu, kwa comment pamoja na kushare. Naitwa Victor Moshi.